Donald Trump, rais wa Marekani, ni kama vile sasa anajihusisha moja kwa moja katika mzozo kati ya Israel na Iran, huku akiunga mkono upande wa Israel kama mshirika wa kudumu. Donald Trump ametoa tangazo la kuwaondoa raia zaidi ya 300,000 katika jiji la Tehran huko nchini Iran. Hata hivyo, katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, rais huyo wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kila mtu anapaswa kuondoka mara moja katika jiji la Tehran. Kauli yake hiyo inakuja baada ya maafisa wa Israel kuwashauri wakazi kuhama maeneo ya kaskazini mashariki mwa Tehran mapema leo, wakisema kuwa inapanga kulenga miundombinu ya kijeshi. Trump anaongeza kuwa Iran ilipaswa kutia saini makubaliano ambayo aliweka mbele yao katika duru ya hivi karibuni zaidi ya mazungumzo ya nyuklia na Marekani na Iran. Kwa kifupi, Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, anaandika. Nilisema tena na tena, kila mtu anapaswa kuondoka mara moja Tehran, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Katika mkutano wa G7 ambao Trump anahudhuria, wanahabari walimuuliza msaidizi wa rais wa vyombo vya habari kwa ajili ya ufafanuzi kwenye chapisho lake la mtandao wa kijamii, lakini waliagizwa na timu ya waandishi wa habari wa White House huko Washington kwa ajili ya maoni zaidi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanaona kwamba pengine ni wakati sahihi ambao Donald Trump anajihusisha katika vita hivyo. Baada ya tangazo lake, milipuko ilisikika maeneo mbalimbali huko Tehran, ambapo vyombo vya habari nchini Iran viliripoti juu ya milipuko hiyo. Tangazo hilo ambalo pia liliambatana na tangazo la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu juu ya kuhama kwa wakazi huko Tehran lilileta hatma ya milipuko katika maeneo mbalimbali huko Tehran, jambo ambalo wachambuzi wa mambo walihisi ni wazi rais wa Marekani Donald Trump anashiriki moja kwa moja katika vita hivi, na ameona hakuna njia nyingine isipokuwa tu kushiriki kwa uungaji mkono wa upande wa Israel. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kadhaa na moto mkubwa katika anga katika mji mkuu wa Iran wa Tehran siku ya Jumanne. Milipuko imeripotiwa mashariki na kusini mashariki mwa Tehran. Walioshuhudia waliambia tovuti ya vyombo vya habari vinavyopingana na Iran kwamba kuna moto mkubwa uliozuka katika mkoa wa Khuzestan wa Iran, kusini magharibi mwa Iran na maeneo mengi katika taifa hilo. Onyo la kuondoka kwa raia limeathiri zaidi ya watu 330,000 katika sehemu ya kati ya Tehran inayojumuisha maeneo mbalimbali ya jeshi, ambapo Iran imeeleza kwamba raia wanaoishi karibu na maeneo ya makao makuu ya polisi, lakini pia maeneo ya jeshi pamoja na maeneo ya kituo kikuu cha televisheni ya taifa nchini Iran wanapaswa kuondoka. Jeshi limetoa onyo kama hilo la kuhama kwa raia katika maeneo ya Gaza na Lebanon kabla ya makombora. Timu ya Trump imependekeza mazungumzo na Iran wiki hii kuhusu makubaliano ya nyuklia kusitisha mapigano. Marekani imesema inajadiliana na Iran kuhusu uwezekano wa kukutana wiki hii kati ya mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi kujadili makubaliano ya nyuklia na kumalizika kwa vita kati ya Israel na Iran, shirika la Axios limeripoti. Hata hivyo, siku ya Jumatatu limenukuu vyanzo vinne vya habari kuhusu suala hilo, ambapo wakati huu Donald Trump anaona ni wakati wa kumalizika kwa vita hivyo ambavyo vimechukua siku yake ya 4 sasa. Trump ameondoka ghafla katika mkutano wa kilele wa kundi la G7, akiondoka siku moja mapema Jumatatu, huku mzozo kati ya Israel na Iran ukizidi kuongezeka, na kiongozi huyo wa Marekani akitangaza kwamba Tehran inapaswa kuondolewa mara moja. Viongozi wa dunia walikuwa wamekusanyika nchini Canada kwa lengo mahususi la kusaidia kupunguza msururu wa shinikizo la kimataifa na kutatizwa na mzozo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ambao unaweza kuongezeka kwa njia hatari na zisizoweza kudhibitiwa. Israel ilianzisha kampeni ya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran siku 4 zilizopita, huku Iran ikiendeleza kujibu mapigo kwa kufanya mashambulizi mazito katika maeneo mbalimbali huko Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza kila linaloendelea kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.